Wafanyabiashara wa kuuza makuti mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia kudorora kwa biashara hiyo msimu huu ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Wafanyabiashara hao ambao wanasema wamefanya biashara hiyo kwa zaidi ya miaka 40, wanasema kuwa ukataji wa minazi ambao umekuwa ukiendelea maeneo mengi ya pwani umefanya bidhaa hiyo ya makuti kupungua, hali inayosababisha biashara kuwa ngumu. Ilikuwa ni bei ya chini lakini yalikuwa yananunuliwa. Yalikuwa ni bei ya chini sana lakini yalikuwa yananunuliwa. Kwanza kupata mahali kwenye hoteli, mzungu akaja akasimama hapa, akachukua makuti karibu 10,000. Hata kama ni bei ya chini lakini ile sumni tena wafanya mambo yako. Si watoto walisoma. Minazi iko lakini mingi yakatwa, watu wakitengeneza mbao. Hiyo nayo pia inaathiri biashara yetu. Wamedokeza kuwa miaka ya nyuma biashara hiyo ilikuwa ikifanya vizuri, kwani makuti yalikuwa yakipatikana kwa urahisi, kinyume na sasa ambapo wanazunguka bila kupata bidhaa hiyo. Aidha, wameongeza kuwa watu wengi wamekuwa wakijenga nyumba zao kwa kutumia mabati, hali inayofanya wateja kupungua. Huko wanakwenda ni ukazunguke, waweza pata ukapata hapa makuti kama 100 ukapata pale 50. Ni hivyo kwa sababu makanja sasa hii hakuna. Sasa hakuna makanja. Yalikuwa yanapatikana lakini sasa hii makuti yana shida, hakuna makuti. Wakati wa siku za nyuma kulikuwa kuna wateja wengi sana, lakini hivi wateja wamepungua kwa sababu watu wananunua mabati. Wanasema kuwa wanaweza kusalia hata zaidi ya mwezi mmoja bila kupata mteja, hali inayofanya maisha yao kuwa magumu, huku wakiitaka serikali kuhakikisha kuwa ukataji wa minazi unadhibitiwa. Kwa sizoni hii ya mwezi wa 8, wa 7 na huu wa 8 tuona kama ni kazi inaenda vizuri. Lakini huko nyumani ilikuwa ni kazi ya kwa ukachukue mzigo uje uketi nao hapa, uone mteja, waweza baki hapa hata mwezi waweza maliza. Waweza maliza hata mwezi bila mteja. Waje ukirudi mpaka siku akijoyo mteja yaje, kama ghafla aje achukue aende amalize tena kama mwezi. Nikiripotia Coco TV, jina langu ni Pauline Mwango. Coco FM, ladha ya Pwani.